Mtazamaji wa Sibuka TV pamoja na msikilizaji wa Lindi FM, haya ni mahojiano na mkurugenzi mkuu wa idara ama mkurugenzi ya mipango, miradi na maendeleo ndani ya kanisa la EAGT, Mchungaji Profesa Binabo Fulgence. Utakuwa nami mtangazaji wako Samson Johnson, lakini sitakuwa mwenyewe, niko pamoja na mwenzangu Dr. Safiri. Tutakuwa tukifanya mahojiano haya mwanzo hadi tamati. Tafadhali endelea kututazama. Mchungaji, tunajua ya kuwa uchaguzi ndani ya kanisa la EAGT, uchaguzi mkuu ulifanyika Septemba 25 Chimwaga, Dodoma, na EAGT imeweza kupata viongozi wakuu ambao wanaenda kuongoza kanisa kwa miaka mitano. Tunaomba utueleze ni kina nani ama ni nani wajumbe halali wa uchaguzi huo? Asante sana ndugu mwandishi. Kanisa la EAGT lina makanisa ya mahali pamoja kama 6,000 na bila matawi yake. Haya makanisa yako kwenye kanda 13 na katika kanda kuna majimbo. Tuna jumla ya majimbo 99 nchi nzima, na chini ya jimbo kuna makanisa kadhaa. Sasa wajumbe waliokuja kwenye mkutano mkuu wa uchaguzi ni wachungaji wasimikwa kutoka kwenye makanisa hayo, wachungaji wahubiri kutoka kwenye kanisa hilo, wachungaji ngazi ya watumishi watendakazi kutoka kwenye makanisa hayo, halafu na wakurugenzi ngazi ya taifa. Lakini pia kuna walimu na wainjilisti ngazi ya jimbo, ngazi ya kanda na ngazi ya taifa. Hawa wote ndio walikuwa wajumbe wa kuja kuchagua viongozi wa kamati kuu. Tukibaki hapo kwa wajumbe, je, wakurugenzi wa idara na ofisi zao na ni sehemu ya wajumbe na wenyewe? Lakini tulichukua zaidi ngazi ya kitaifa. Kwa hiyo wakurugenzi ngazi ya taifa na ofisi zao. Unajua kila mkurugenzi ana makamu mkurugenzi, ana katibu, ana mweka hazina. Kwa hiyo hawa wane kwa kurugenzi zote ngazi ya taifa na wenyewe walikuwepo kufanya uchaguzi. Sasa nini maoni yako kuhusu utaratibu wa uchaguzi? Utaratibu wetu ni mzuri sana. Na utaratibu unaanza na neno la Mungu linasema nini. Na ukiangalia neno la Mungu linasema nini, maana yake linatupa vigezo, linatupa sifa ni watu gani wanatakiwa wachaguliwe. Kwa mfano, ngoja nikusomee katika neno la Mungu. Tuangalie baadhi ya sifa ambazo tunazitarajia kuziona. Kwa mfano, mtakuwa mnakumbuka katika kitabu cha Kutoka, Jethro mkwewe Musa alikuta akifanya kazi. Akaona kweli watu waliomzunguka walikuwa wengi sana. Kwa akampa ushauri. Alimpa ushauri gani? Katika sura ya 18 mstari wa 21 anasema hivi: zaidi ya hayo utajipatia katika watu hawa watu walio na uwezo, wenye kumcha Mungu, watu wa kweli, wenye kuchukia mapato ya udhalimu, ukawaweka juu yao wawe wakuu wa maelfu na wakuu wa mamia na wakuu wa 50 na wakuu wa 10. Hizi ni sifa muhimu sana kwa kiongozi yeyote ambaye atakuwa na watu wengine chini yake. Kwa mfano, sasa unaona ametaja habari ya uwezo. Na tukisema uwezo tunasema nini? Uwezo una mambo mengi. Ni lazima huyu kiongozi awe tayari kuwa kielelezo, wala nao waongoza kuwaletea maendeleo. Kiongozi ambaye anaweza akaona mbele, kiongozi ambaye anaweza akatafakari, kiongozi ambaye anaweza akashawishi na akaonyesha njia. Lakini unaona ameongeza jambo jingine, mcha Mungu. Sasa kwetu EAGT kiongozi lazima awe mcha Mungu. Lakini unaona ameongeza kingine, asipende mapato ya udhalimu. Kwa hiyo hizi ni sifa muhimu katika utaratibu wetu wa uchaguzi. Lakini bado tuendelee. Tuangalie kitabu cha Kumbukumbu sasa, sura ile ya 1 mstari wa 13. Kuna mengine yameongezwa hapa. Mstari wa 13 unasema hivi: jitwalieni watu wenye akili na fahamu, watu wanaojulikana kwa kadiri ya kabila zenu, nami nitawafanya wawe vichwa juu yenu. Kaongeza kitu kingine hapa, akili na fahamu. Sasa kwa kawaida sisi tunafahamu pia katika teolojia, Mungu alipomuumba mwanadamu alimuumba sehemu 3. Kuna roho, kuna nafsi, kuna na mwili. Lakini ndani ya nafsi kaweka vitu vingine 3. Kaweka akili, kaweka hisia, kaweka mawazo.
Sasa haya mambo ni muhimu kwa kiongozi yeyote anayekuja kuongoza watu wengine, awe na akili, maanake anatumia ufahamu wake, uelewa wake kwa ajili ya kuwaongoza wengine. Lakini haitoshi, iko sifa nyingine ambazo lazima zitafutwe hapa. Utaangalia kwenye kitabu cha Mwanzo kabisa, wakati Farao ameota ndoto. Aliota ndoto na ile ndoto alishindwa kuitafsiri, kwa hiyo akaita watu waganga, wanajimu, wakashindwa kupata tafsiri kamili mpaka alipoitwa Yusufu. Alipoitwa Yusufu sasa akaeleza kwamba ndoto uliyoiota ile ambayo ilikuwa inahusu ng'ombe 7 wanene na ng'ombe 7 wadhaifu, ile ndoto uliyoiota ina maana ya miaka 7 ya mavuno na miaka 7 ya njaa. Kwa hiyo kipindi cha mavuno kile, kusanya mazao, weka kwenye ghala, halafu itakuwa ni akiba wakati wa njaa. Sasa Farao alimuuliza, mtapata wapi mtu wa namna hii? Sasa sifa ni hii. Sura 41 mstari wa 33, tuangalie hapo. Anasema, basi Farao na ajitafutie mtu wa akili na hekima, amweke juu ya nchi ya Misri. Jambo lingine limeongezeka hapa, kiongozi lazima awe na hekima. Maana yake nini? Hekima ni kujua mambo sahihi, wakati sahihi, na kuyasema kwa njia sahihi. Ndio maana ya hekima. Kwa hivyo viongozi wetu tunatarajia watakuwa wanajua mambo sahihi, wataweza kuamua sahihi, watayasema kwa usahihi na kufanya maamuzi sahihi. Lakini haitoshi, ziko sifa nyingine ambazo Biblia inatuambia kuhusu viongozi ambao wanatakiwa wapatikane ndani ya kanisa. Tukienda kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza, tutakuta sifa nyingine zimetajwa kuhusu askofu anayetakiwa. Katika kitabu hiki nitasoma mistari michache. Timotheo sura ya kwanza, ya pili, sura ya 3 kuanzia mstari ule wa 2. Basi ilimpasa askofu awe mtu asiyelaumika, mwenye kiasi na busara. Niongezeka jambo jingine, busara, kiasi, mtu wa utaratibu, mtu wa mipango, mkaribishaji, ajuaye kufundisha. Lazima ajue kufundisha mambo ambayo anayafahamu kwa ajili ya watu wengine. Halafu mstari wa 4, mwenye kuisimamia nyumba yake vema, ajuaye kutiisha watoto katika ustahimilivu. Na mstari wa 6, wala asiwe mtu aliyeongoka karibu, asije akajivuna akaanguka katika hukumu ya Ibilisi. Hizi ni sifa muhimu sana kwa kiongozi wa EAGT. Kwa hiyo tulikuwa tunaangalia hizi sifa, nani anazo? Ni mcha Mungu, ana uwezo, ana akili, ana hekima, ana busara, ni mtu wa kuaminika. Kwa hiyo tuziangalie hizo. Lakini hatua ya pili, katiba yetu ya EAGT imetaja sifa ambazo tunatakiwa kuziangalia. Haitoshi, tulifunga na kuomba Septemba tarehe 10 mpaka 12, tulifunga na kuomba kabisa, bila kula bila kunywa, ili Mungu atusaidie kuona nani kiongozi anafaa. Halafu mwongozo wa Roho Mtakatifu ulitusaidia. Huu ndio utaratibu ambao tunaufanya ili kupata viongozi walio sahihi ndani ya kanisa. Kazi hii ambayo Bwana ametupa, na kabla niwaongeleze kidogo kifupi neno la Bwana. Hii kazi bila Mungu, bila Roho Mtakatifu wa Mungu, kazi hii huwezi. Ngumu sana. Bila nguvu za Mungu huwezi. Na ni ombi langu kwamba tunapoanza kuchaguana sasa, tuache Roho Mtakatifu afanye kazi. Asante sana kwa sifa hizo. Katika uchaguzi wa EAGT tunasikia kauli tunasikia kauli ya wajumbe wa kamati kuu. Ni nani hasa wajumbe wa kamati kuu? Kufuatana na katiba ambayo inasema kamati tendaji, lakini tumezoea kusema kamati kuu. Hawa ni askofu mkuu, makamu askofu mkuu, katibu mkuu, mweka hazina na mshauri mkuu. Hawa ndio wanatengeneza kamati kuu au kamati tendaji ya EAGT. Tunaweza tukasema ndio viongozi wa juu kabisa katika kanisa letu.
Mchungaji, ni tarehe 25 ndio ilikuwa siku ya mkutano wa uchaguzi mkuu. Sasa tunapendelea uweze kutuambia usimamizi mzima wa uchaguzi siku ile ulikuwaje hasa, ili kuweza kupata picha halisi. Kamati tendaji ilipata kiongozi msimamizi wa uchaguzi kutoka Nairobi ambaye ni Askofu Matthew Omonde. Huyu ni askofu wa makanisa ya Redeemed Church kule Kenya, Nairobi. Alikuja na wasaidizi wawili. Na baada ya kufika hiyo siku, makatibu wa kanda wa kwetu ambao ni 13 kuongezea makatibu wa kurugenzi ngazi ya taifa, wao walishiriki moja kwa moja katika kuhesabu zile kura. Lakini makatibu wetu kutoka kwenye majimbo, unajua nimesema tuna majimbo 99, lakini makatibu 50 tu ndio walichaguliwa ili wahusike katika kugawa karatasi zile ambazo wajumbe wangetumia kupiga kura. Kwa hiyo usimamizi ulikuwa mzuri sana na ulikuwa na utaratibu mzuri sana. Dr. Abel Mwakipesile alipata kura 3289. Kwa hiyo ni fursa yangu kutangaza kwamba mshindi wetu leo na Dr. Abel Brown Mwakipesile. Wote wanasema Joshua Wawa amepita. Amen. Namtangaza katibu mkuu kuwa Leonard Mwezarubi kwa kura 2839. Basi kwa nafasi hii namtangaza Praise God Mugonja kuwa mweka hazina mkuu kwa kura 2745. Namtangaza Livingstone kuwa mshauri mkuu. Amen. Natoa shukrani zangu nyingi sana kwa Mwenyezi Mungu na waandalizi wote wa mkutano huu, na jukumu langu mimi pia ni kuwatambulisha viongozi wetu ambayo Bwana Mungu ametupatia tena waendelee kufanya kazi hii. Wa kwanza, Askofu Mkuu Dr. Brown Abel Mwakipesile. Naomba aje. Makamu Askofu Mkuu ni Dr. Joshua Benjamin Wawa. Anayefuata ni Katibu Mkuu Dr. Leonard Majula Mwaizarubi. Mtunza hazina mkuu Dr. Braigod Zawadi Mgonja.
Mshauri mkuu Dr. Livingstone Dennis. Piga makofi wanapokuja. Kwa hivi sasa ni jukumu langu kuwatangaza kwamba hawa ndio viongozi sasa Mungu amechagua na wakabidhi kwenu kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Tuzidi. Mchungaji, wakati uchaguzi umemalizika na askofu mkuu amepatikana, katika hotuba fupi ya askofu mkuu aliyepatikana, mchungaji Daktari Barnaba Pesile, tulisikia akikutaja kuhusu ushiriki wako katika kuandaa dira ya kanisa ama mpango mkakati wa miaka 15. Tungependa kufahamu dira ni nini au mpango mkakati wa miaka 15? Dira sio kwa EAGT peke yake, lakini dira tafsiri yake ni kwamba uko hapa, kuna mahali umetoka, sasa kuna mahali unataka kuelekea. Maana yake unaelekea wapi na utaelekeaje huko. Hiyo ndio maana ya dira. Na katika hiyo dira sasa ya kanisa ina mambo gani hasa ndani yake? Kuna mambo mengi. Lakini yako ya msingi ambayo lazima niyataje. Katika hiyo dira tuna maono ya kanisa. Katika hiyo dira tuna nguzo 3 za kanisa. Katika hiyo dira tuna vipaumbele 7 ya kanisa. Katika hiyo dira tuna malengo 12. Katika hiyo dira kuna mikakati 12. Katika hiyo dira kuna matokeo 12. Maana yake nini? Maana yake inaitwa mpango mkakati kwa sababu ni dira iliyoandikwa. Dira ikishaandikwa unakuwa ni mpango, na mkakati kwa sababu ina mikakati, ina mbinu maalum ya kukamilisha hiyo dira. Ndio maana tunaita mpango mkakati. Sasa iliandaliwa na viongozi wapatao 242. Sasa kwa utaratibu wetu, hawa ni viongozi ambao walitokana na halmashauri kuu, baraza la waangalizi, na hawa walikaa pamoja karibu siku nyingi, halafu baadaye wakafika mahali tukaipigia kura hii dira, tukakubaliana hii dira, tukasema hii ndio namna ya kwenda mbele EAGT miaka 15. Asante sana. Katika kuelezea dira, unasema dira ina maono. Tungependa kufahamu kuhusu maono. Asante sana ndugu mwandishi. Maono, bila kwanza tusome neno la Mungu tuone maono ya nini hasa. Tuone kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 24 mstari wa 17. Huyu Musa ndio ameandika hichi kitabu na ndiye anayesema maneno haya. Anasema, namuona lakini si sasa, namtazama lakini si karibu. Nyota itatokea katika Yakobo na fimbo ya enzi itainuka katika Israeli, nayo itazipiga pembe za Moabu na kuwavunja wana wote wa Ghasia. Ukiangalia mstari unamuona Musa anasema anamuona lakini si sasa. Na mtazama lakini si karibu. Unaanza kupata picha. Sasa anasemaje anamuona wakati sio sasa? Anasemaje anamtazama lakini si karibu? Maana yake sasa maono itakuwa ni jambo ambalo liko mbali lakini unaliona sasa. Jambo liko kule lakini wewe unaliona sasa. Sasa maono wengine wanasema ni njozi, wengine ndoto, lakini vizuri tukajua kwamba uwezo wa mwanadamu ambao amepewa na Mungu ndio unamfanya aweze kuona mambo ya mbali akayaona sasa. Kwa hiyo tunaposema maono ya kanisa la EAGT, maana yake ni jambo la mbali lakini tunaliona sasa. Sasa hii ni nini? Maana yake hata kwa mtu binafsi unahitaji uwe na maono katika maisha. Uweze kujua kusudi la Mungu katika maisha yako. Kwa nini wewe kuja hapa duniani? Lazima ujue hii. Lakini maono pia ni picha ambayo unakuwa nayo ya sasa, ambayo inakuongoza kwenda mbele. Bila tuangalie tena mstari mwingine ili tuweze kupata
jambo hili kwa urahisi zaidi na liweze kueleweka. Tunaenda kuangalia kitabu cha Isaya sura ya 46 mstari wa 10. Tuone ni nini kilicho hapa. Anasema, nitangazaye mwisho tangu mwanzo na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado, nikisema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Sasa ukiangalia hii utaona Mungu anasema anatangaza mwisho tangu mwanzo. Maana Mungu anaona mwisho tangu anapoanza. Baadaye tutakapoendelea utaona vitu vile ambavyo tuliviona wakati ule 2019 sasa viko vinatokea. Ina maana tuliviona kabla havijaweza kuwepo. Angalia pia Isaya sura ya 7 mstari wa 14. Utapata jambo jingine. Isaya sura ya 7 mstari wa 14 nasema hivi: kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara, tazama bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamuita jina lake Immanueli. Huyu ni Isaya. Sasa ujue Yesu hapa hajazaliwa. Lakini miaka mingi, wengine wanafikiria labda miaka 700, ameishaona na kusema bikira atazaa mtoto. Hii ndio maana ya maono. Na neno la Mungu liko wazi. Kama hamna maono mtapotea. Kwa hiyo lazima kanisa kama EAGT liwe na maono. Na maono yetu ni wazi. Tunasema habari njema ya wokovu imewafikia watu wote nchini Tanzania na nje ya nchi. Na hii tumeshaanza kuiona kwa sababu sasa hivi kazi ya EAGT imeshaenda, iko Kenya, iko Mozambiki, iko DRC, iko Zambia. Kwa hiyo imeenda na ndio maana yake kwamba tunayo maono ya kuhakikisha habari njema inaenea nchi nzima na nje ya nchi. Asante sana. Kwa maelezo haya ambayo yanajitosheleza kabisa, tunaamini mtazamaji atakuwa ameelewa kwamba kuna kila sababu basi kanisa kuwa na maono. Lakini kwa mtazamaji anayetutazama na kutusikiliza kwa wakati huu, mchungaji umetuambia kwamba katika dira ya kanisa pia kuna vipaumbele 7. Tunapenda uweze kutuambia vipaumbele hivyo 7 au kutuelezea, lakini vile vile kwa kuvichanganua ili pia tuweze kuvielewa zaidi. Labda uchanganuzi utakuja mbele, lakini itoshe kusema unapokuwa unatengeneza dira au mpango mkakati, ukumbuke muda hautatosha. Rasilimali muda huwa haitoshi. Lakini pia rasilimali fedha huwa haitoshi. Rasilimali watu huwa haitoshi. Kwa nini? Kama hivi vitu havitoshi, ni lazima uchague vitu muhimu, vitu maalum vya kutekeleza kwa kipindi hicho ulichopewa. Sisi tumepewa miaka 15. Sasa tuliamua kwamba ndani ya miaka 15 tufanye vitu 7. Ndivyo vipaumbele vyetu. Tuhubiri Injili, tuimarishe uongozi, tuimarishe teolojia, huduma za jamii, tujenge maofisi, tumiliki ardhi na tumiliki mawasiliano. Kwa hivyo tukasema kwa kipindi hiki cha miaka 15, hebu tufanye hivi kufuatana na muda tuliokuwa nao na rasilimali zilizopo na watu waliopo. Asante sana. Turudi kwenye dira. Umesema dira ina nguzo 3. Maana yake ni nini? Ukiwa unajenga nyumba, kama unataka nyumba iwe imara, kwanza uwe na msingi imara. Msingi wetu tunafahamu ni neno la Mungu na Yesu Kristo mwenyewe, kwa sababu msingi umeshawekwa. Sababu ndio mpango mkubwa ni neno la Mungu, ndio mpango mkubwa. Mungu alikuwa na mpango kwa ajili ya mwanadamu aliyeanguka ili amkomboe. Lakini pia usahau Mungu ana mpango kwa mwanadamu atakayemkataa. Kwa kisha andaa wale ambao watakaomkataa na mpango nao. Sasa kwetu sisi hapa katika dira hii tunataka kuona, je, hivi vipaumbele tutavitekelezaaje? Na kama tunataka kuvitekeleza tunahitaji nini? Kwa hiyo kwa namna fulani vipaumbele vyetu vimewekwa pale, lakini tunahitaji tena namna nyingine ya kuvitekeleza. Sasa tunasema tunahitaji nguzo. Sasa nguzo hizi ni sawa na kusema kama tuna msingi ambao ni Yesu Kristo mwenyewe, tunahitaji nguzo za kushika mipango yetu yote. Tukasema tuwe na nguzo 3. Moja, utakatifu. Maana yake nini? Hawa watekelezaji
wa mpango mkakati huu au dira hii wawe watakatifu, kwa sababu aliyewaita ni mtakatifu. Mwenye mpango mkubwa ni Mungu, na Mungu ni mtakatifu, na ameshatueleza tuwe watakatifu kama yeye alivyo mtakatifu. Kwa hiyo utakatifu ni namba moja. Sasa tutafanyaje mipango mizuri alafu watu wasiende mbinguni? Kwa lazima utakatifu ni muhimu, usafi, ucha Mungu lazima iwe ni muhimu. Halafu ya pili, uongozi. Kwa vyovyote vile tunahitaji uongozi, kwa sababu uongozi ndio dira yenyewe. Watu wa kutangulia mbele, watu wa kuwa vielelezo, watu ambao wanaona mbele, wanaweza kushawishi wengine. Kwa hiyo tunahitaji uongozi. Lakini cha tatu, utoaji. Tunajua Mungu mwenyewe alimtoa Yesu, na Yesu alijitoa mwenyewe, na kanisa letu litajengwa kutokana na utoaji wa watu. Huko baadaye nitalieleza kwamba utoaji ni muhimu ili kuweza kuhakikisha dira inakamilika. Katika dira kuna maeneo muhimu ikiwemo ni mojawapo maadili. Sasa tukisema maadili, hapo inakuwa ina maana gani hasa? Na hii labda niseme sio EAGT peke yake. Ukienda Toyota utakuta wana maadili. Ukienda Coca-Cola utakuta na maadili. Ukienda UNICEF utakuta na maadili. Maadili ni namna nzuri ya kuendesha mambo yenu. Ni desturi zinazokubalika, ni tabia zinazojenga mwenendo wenu nyinyi mlio mle. Kwa namna nyingine unaweza kusema tunafanyaje mambo yetu hapa ili tuweze kufanikiwa. Sasa kwa upande wa EAGT tulisema tuwe na maeneo 7. Na haya yanatokana na misingi yetu 16 ya imani. Tukasema haya maeneo yaangukie ibada. Kwa mfano tunasema mchungaji wetu na mshirika wetu ahudhurie ibada zote zilizopangwa, muda uliopangwa na kwa utaratibu tuliojiwekea. Ya pili, mshirika wetu awe ni mtu ambaye anaweza kufunga na kuomba kwa imani. Ya tatu, mshirika wetu asome neno, alitafakari na aliishi. Mshirika wetu hawezi kumsifu Mungu na kumwabudu katika roho na kweli. Mshirika wetu awe ni mtu ambaye yuko tayari kutimiza agizo la Yesu Kristo, awalete watu kwa Yesu, kwa sababu ndio agizo kuu. Haiwezekani wewe ukatamani kwenda mbinguni lakini wenzako wasiende mbinguni. Au mshirika wetu awe ni mtu wa shukrani, amshukuru Mungu, amrudishie sifa, heshima, utukufu kwa sababu Mungu ametutendea wema. Kwa hiyo haya ni maadili yetu, na tunatarajia wachungaji wetu watakuwa vielelezo na washirika watayaishi. Ndiyo maadili yetu. Tukiwa na haya maadili, basi watu wataweza kuenda vizuri. Sawa. Kwa maneno hayo basi tuweze kutuambia kwamba EAGT inawezaje kuitekeleza hiyo dira? Labda niseme mahali popote dira inatekelezwa kwa kugawanywa majukumu. Sasa tuchukulie tu sehemu mbili muhimu. Dira yetu inatekelezwa ngazi ya kitaifa na ngazi ya kanisa la mahali pamoja. Kwa hiyo tukijigawa hivi, tunaona kuna wale wasimamizi ambao ni maaskofu kuanzia kamati kuu ambayo umeshuhudia kichaguliwa, kuna maaskofu wa kanda na ofisi zao, kuna maaskofu wa majimbo na ofisi zao, kuna wachungaji na washirika. Sasa kundi la kwanza ambalo ni tunaliita viongozi, manake maaskofu ngazi zote, wakurugenzi ngazi zote, hawa ni wasimamizi. Lakini watekelezaji ni wachungaji na washirika kanisa la mahali pamoja. Jambo zuri ambalo sisi tunaliona katika kanisa letu, hata wa maaskofu nao ni wachungaji. Kwa hiyo ni rahisi wao kuwa vielelezo katika kutekeleza dira hii. Lakini itoshe kusema kila ngazi imetengenezewa majukumu ya kufanya. Kwa mfano, kama mtaniruhusu niwaonyeshe kidogo hii. Viongozi wetu majukumu yao yameandikwa. Wanatakiwa wafanye nini katika vile vipaumbele viongozi wetu. Kwa hiyo maaskofu na ofisi zao majukumu yao yameandikwa. Lakini pia mchungaji naye ana majukumu yake katika utekelezaji wa dira hii. Kwa hiyo mchungaji naye ana majukumu yake yameandikwa. Sasa isitoshe hata mshirika mwenyewe au muumini naye ana majukumu yake ya kufanya. Kwa kila hatua, kila mtu anajua anatakiwa afanye nini. Na kama ambavyo nitaeleza baadaye, kurugenzi hii na waratibu nao wana majukumu yao yameandikwa. Kwa hiyo utekelezaji wake
umepangwa vizuri kwa kila ngazi na kwa kila hatua. Lakini kumbukwe, tunaweza kusema utekelezaji wake unafanyika ngazi ya kitaifa na ngazi ya kanisa la mahali pamoja. Asante sana. Tukirudi kwenye hotuba ya askofu mkuu aliyechaguliwa, moja kati ya vitu ambavyo alisisitiza na ambavyo amesema atavitilia mkazo ilikuwa ni EAGT ijenge hazina kuu. Sasa tukisema hazina kuu tunakuwa tunamaanisha ama ina maana gani? Nimesema tuna vipaumbele 7, halafu tuna malengo 12. Mahali popote ili uweze kutekeleza malengo yako unahitaji rasilimali fedha. Sasa fedha inapatikanaje? Fedha ya kutekeleza vipaumbele hivi na malengo haya 12 kwa utaratibu wetu iwe ni sadaka, ndivyo tulivyoamua. Kwa nini sadaka? Kwa sababu tunataka mshirika atoe sadaka, mchungaji atoe sadaka, abarikiwe pia. Wakati tunakusanya sadaka hizi nchi nzima kuziweka pamoja na watu wapate baraka. Kwa hiyo hazina kuu yetu inajengwa kwa kutumia sadaka za wachungaji na washirika. Na hizi sadaka tumeziweka kwenye mafungu tofauti tofauti. Kuna sadaka ya Injili, na sadaka ya teolojia, sadaka ya wataalamu, kufuatana na vile vipaumbele vyetu. Kwa hiyo alikuwa na maana hiyo kwamba kuna hazina kuu, na mara nyingi tunatumia neno hazina ya maendeleo. Kwa hiyo kutokana na zile sadaka za watu wanapata baraka, maana wanamtolea Mungu, lakini wakati huo tunaweza kufanya mambo mengine kama ambavyo labda baadaye nitaeleza. Kwa kile kibaki kwenye hazina kuu, kwa tathmini ya kifupi, EAGT imefanikiwa kwa asilimia ngapi? Ukisema tathmini ya kifupi una kazi kubwa, kwa sababu sikiliza, sitaki kutumia maneno ya wenzetu, lakini unaposema kufanikiwa uanze na mtazamo wa watu. Uangalie mtazamo wao zamani ulikuwaje, tabia yao ilikuwaje, sasa wanaelewa nini, sasa wanaweza kutenda nini. Kwa hiyo inawezekana kiasilimia sio kubwa, lakini mabadiliko yanayotokea kwenye mioyo ya watu mimi naona ni makubwa sana. Lakini asilimia si tatizo, lakini tumesha kwenda, tumesogea labda asilimia 39, 40. Lakini ujue hii naongelea makanisa 6,000 bila matawi yake. Kwa hiyo ni kitu kikubwa tayari. Wewe kama mkurugenzi wa MIMA, utuambie unaonaje mafanikio ya dira au mpango mkakati hasa? Mimi naona ni makubwa. Naona ni makubwa kwa sababu tunajifunza tabia mpya, tunajifunza mwenendo mpya, mwenendo wa kutumia sadaka tulizonazo kufanya maendeleo kwa ajili ya kanisa letu. Ni mafanikio makubwa sana, kwa sababu ujue nchi yetu ni nchi kubwa na makanisa yetu ni mengi pia, lakini kuna vitu kwa macho unaweza kuviona. Kwa mfano, tumejenga ofisi ambayo ni makao yetu makuu kule Dodoma. Ni jambo kubwa. Kwa sababu EAGT sio ya zamani sana, hapana, sio ya zamani sana. Lakini tumeweza kujenga ofisi kubwa na ya viwango vya kimataifa na vya kitaifa. Kwa hiyo tuna ofisi kubwa. Lakini pia tunajenga mabweni ya chuo chetu kikuu cha Biblia. Ni kitu kikubwa tumefanya. Lakini pia ujue tuna vyombo sasa vya habari. Ndio maana mnanihoji hapa, kwa sababu tuna vyombo vya habari. Lakini tunayo sekondari kule Kahama ambayo na yenyewe inaenda vizuri. Mimi nafikiri ni maendeleo makubwa. Lakini tumeweza kununua ardhi kule Morogoro kama 100 na zaidi. Tunaweza kufanya maendeleo tukipenda. Na tumeweza kuandikisha shirika lisilo la kiserikali au asasi kwa ajili ya kutusaidia kufanya haya maendeleo. Lakini ujue pia mafanikio ni makubwa, kwa sababu sasa ukichukua mipango, miradi na maendeleo, ukija kwenye mipango ile, tukuwa na mpango tayari wa miaka 15, ile yenyewe ni maendeleo. Ni mafanikio kabisa kwamba tuna mipango, na mipango ile imeandikwa. Mipango yetu imeandikwa. Labda niwaonyeshe. Tuna mpango mkakati wa miaka 15. Hii ndio inaeleza mchakato wote tulivyoufanya na tulivyofika mwisho. Lakini tuna mpango kazi. Halafu tuna malengo na shughuli za hiyo mkakati. Tuna dira ya kanisa imeandikwa vizuri. Halafu tunafanya semina mbalimbali. Kwa maoni yangu,
upande wa mipango tuko vizuri, lakini pia tumetengeneza mfumo wa kuzikusanya zile sadaka, zinatoka kwa mshirika katika kanisa la mahali pamoja, zinaenda kwenye benki moja kwa moja. Tuna mfumo pia wa kutoa taarifa yale makusanyo yetu tunapoyakusanya. Ujue sasa kwetu sisi ni kitu kikubwa kwamba sasa tuna majina ya wachungaji wote 6,000, majina ya makanisa wote 6,000, tuna namba za simu za wachungaji wetu wote, tunaweza tukajua kanisa fulani limetoa sadaka fulani. Hii yenyewe kuwa na mfumo ni mafanikio makubwa sana. Sawa sawa. Sasa kanisa la EAGT limepata uongozi mpya wa kamati kuu. Ndio. Wewe ushauri wako kwa awamu hii ya uongozi huu ni upi? Nimepata neema ya kufanya kazi na kamati hii mpya, lakini ilikuwepo. Ninaona ni timu nzuri. Nikisema timu, nikubalie ni azime neno la Kizungu. Together everybody achieves more. Maana tukiwa pamoja kila mmoja anafanikisha. Sasa ujue timu ya watu hawa 5 wanaweza kuwa wanatofautiana vipawa, vipaji, talanta, uzoefu. Hivi unapoviweka pamoja ndio ukamilifu wa timu. Na nilivyoona wanafanya kazi pamoja. Na mtakumbuka wakati makamu askofu mkuu anaanza, alieleza walivyofanya kazi pamoja kwa raha kabisa, kwa kushirikiana bila kupishana. Sasa ushauri wangu kwa timu hii moja, wataendelea hivyo kama ambavyo wamefanya. Lakini jingine sasa ni mkazo sasa ambao ni jambo tunatarajia kwamba kama tuna miaka 15 sasa, 5 inakaribia kuisha, bila shaka sasa tunataka kwenda hatua nyingine. Nimekueleza tuna mipango, miradi nimekutajia michache. Ina maana tunaenda kwenye awamu ya maendeleo. Sasa awamu ya maendeleo, mtakuwa mnafahamu, maendeleo hayaji siku moja. Maendeleo huwa yanachukua muda mrefu. Lakini vitu vya msingi ni hivi. Yale ambayo tumeshaanza tunataka tuyaimarishe. Kwa sababu ukishaanza kitu unataka ufanye nini? Ukiimarisha. Hiyo ni sawa. Lakini ya pili, tunaelekea katika kipaumbele cha huduma za jamii, tunaelekea kujenga sekondari kubwa aina ya seminari kule Dodoma, ambako tutaandaa vijana wa nchi hii, sio wa EAGT peke yake, na hiyo ni jambo kubwa, na kuelekea hata kuweza kuimarisha hata ngazi ya chuo kikuu. Hiyo ni hatua kubwa. Lakini jambo jingine, tunataka kuongeza ushirikishwaji au uelewaji wa mshirika wa kawaida na wachungaji. Kwa hiyo watasimamia utekelezaji wa semina elekezi ngazi zote. Na sasa tunapofika, tunataka tukiwa na wachungaji pamoja na mama wachungaji na wazee wetu wa kanisa na washemasi wakiwa pamoja, wataweza kufanya kazi kwa urahisi. Kwa hiyo semina tunazotaka sasa ambazo nafikiri wataziwekea mkazo ni kuwa na hawa wote. Ujue katika mipango kuna kitu kinaitwa all in one room, samani kwa Kiingereza. Yani wote wawe mahali pamoja ili wote wasikie kwa pamoja. Lakini pia tunataka tuelekee kule ambako kila kanisa la mahali pamoja lina mipango ya kutekeleza dira. Kwa mfano, kama ni kipaumbele cha kuhubiri Injili, basi kanisa la mahali pamoja litahubiri Injili, litakuwa na mikutano ya Injili, litashuhudia, litaombea wagonjwa, litatembelea magereza. Lakini kama ni uongozi, basi mchungaji na wazee wake wa kanisa na washemasi na wakuu wa idara nao wataimarisha uongozi wao. Na kama ni teolojia, basi wachungaji wetu wale ambao bado hawajaenda kwenye vyuo vyetu vya Biblia wataenda. Kwa hiyo bado tuna kazi, ni jambo la kawaida kwa sababu ni maendeleo. Na mimi sina wasiwasi, sina shaka. Kwa sababu hiyo nilikueleza, tuliomba, tulifunga, Roho Mtakatifu alituongoza. Kwa hiyo hao tuliowapata ndio wenyewe kwa wakati huu. Ujue unapokuwa na mpango wa muda mrefu au dira, ni kwamba umetengeneza dira ili mpate urahisi wa kufanya maamuzi. Ndio faida ya kuwa na dira. Kwa hiyo uongozi huu ukiendelea, utaendelea na ile mipango na ile dira. Na hata ukija mwingine utaendelea na mipango na dira iliyopo. Kwa hiyo ndio faida ya kuwa na dira katika kanisa na hata katika nchi. Nikirudi kwenye uchaguzi, tulisikia askofu mkuu akisema kwamba kuna uchaguzi wa viongozi wengine. Tulipenda tufahamu huo uchaguzi ni wa viongozi wapi? Kwa muundo wetu wa uongozi tuna ngazi kama 4
Ya kwanza ndiyo hiyo ya kamati kuu. Ya pili nilikueleza mwanzo, tuna kanda 13. Kwa kila kanda ina askofu wa kanda, makamu askofu wa kanda, katibu wa kanda, mweka hazina wa kanda. Hawa nao wanachaguliwa na wachungaji walio kwenye hiyo kanda. Kwa hiyo uchaguzi unaofuata ni kuchagua viongozi wa kanda, hao niliowataja. Baada ya hapo tutaingia awamu nyingine. Yale majimbo 99 nilikueleza, na yenyewe hivyo hivyo, kila jimbo litachagua askofu wa jimbo, makamu askofu wa jimbo, katibu wa jimbo na mweka hazina wa jimbo. Na tukitoka pale tunaenda ngazi ya kurugenzi. Tuna kurugenzi kama 8 hivi, na hizo nazo zitachagua viongozi wake ngazi zote. Kanisa la mahali pamoja ambalo nimetaja, wenyewe mchungaji ana utaratibu wake, lakini kikatiba maelezo yapo ya kupata viongozi. Kwa hiyo hatua inayofuata ni kuchagua hao viongozi. Ujue sasa kamati kuu inahitaji viongozi hawa ili iweze kuongoza kanisa la EAGT kwa urahisi. Na je, viongozi hawa wanaruhusiwa kufanya kampeni yoyote hivi? Hapana, hawaruhusi kufanya kampeni. Hawaruhusi kufanya kampeni. Ikatokea akafanya kampeni, hatua gani zitachukuliwa? Hiyo hainihusu. Je, ilishawahi kutokea? Sina takwimu. Sasa tunataka tufahamu pia kwa maoni yako, tukirudi kwenye dira, ni maeneo gani ambayo yatawekewa mkazo miaka ijayo kutokana na dira ambayo ipo katika kanisa la EAGT? Kutokana na dira, vipaumbele vimeshachaguliwa. Kwa hiyo ndani ya vipaumbele humo ndio tutaendelea kuwekea nguvu, na kama nilivyosema, kuhubiri injili kutabaki, elimu ya teolojia itabaki, kuimarisha uongozi kutabaki, kumiliki ardhi kutabaki, kumiliki mawasiliano kutabaki, kujenga maofisi kutabaki. Kwa hiyo tutakuwa ndani ya vile vipaumbele ambavyo tumeshajipangia. Sawa. Kwa kumalizia tu, kisha nimrudishie mwenzangu kijiti. Katika mkutano wa tarehe 25 tuliona pale kanisa langu EAGT yetu, habari njema kwa watu wote, lakini pia tunaiona hiyo kauli mbiu kwenye nyimbo na sehemu nyingine ambazo kuna kuwepo na mikutano mbalimbali ya EAGT. Wewe kama mkurugenzi wa MIMA, utuelezee zaidi hiyo kauli mbiu inakuwa na maana gani hasa? Hiyo kauli mbiu msingi wake uko hivi: EAGT inaamini kanisa ndani ya mwili anakaa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mwili ndani kule ni kanisa. Lakini pia ukiwa nyumbani kwako, labda na familia yako, pale nyumbani mnatakiwa mtengeneze kanisa. Kwa hiyo EAGT watu mbalimbali, familia mbalimbali zinakusanyika mahali pamoja, labda Jumatano, labda Ijumaa na Jumamosi. Hilo ni kanisa la mahali pamoja. Sasa hivi vipengele vitatu ndio vinatengeneza kanisa langu. Maana yake mimi mwenyewe pale nyumbani na kanisa la mahali pamoja. Ndio maana ya kanisa langu. Sasa sisi wote makanisa 6,000 tukiwa pamoja tunakuwa na EAGT yetu. Ngoja nikusomee kwanza andiko. Kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 4 na wa 6 ili upate chimbuko la hii. Kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 4 mpaka wa 6 inasema hivi: mwili mmoja na roho moja, kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu, Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Maana yake nini hii? Andiko hili linatutaka sisi EAGT wote, sisi ni mwili mmoja, tuna Bwana mmoja, tuna Mungu mmoja, tuna ubatizo mmoja, tuna tumaini moja. Tumaini letu ambalo linaitwa tumaini la baraka. Kila mtu anatumaini siku moja atakutana na Mungu, atakaa na Mungu. Kila mtu lazima anatumaini, lakini sisi mwili mmoja, kwa maana sisi ni viungo mbalimbali wa mwili wa Kristo. Kwa hiyo kwa sababu hii tuna sababu ya kusema EAGT ni yetu, kwa sababu sisi ni wamoja. Mungu ni mmoja, Yesu ni mmoja, Bwana ni mmoja. Sasa tuna kila sababu ya kusema EAGT ni yetu, lakini tuko hapa sisi wote kwa kazi moja. Kumbuka maono yetu, habari njema ya wokovu imewafikia watu wote.
ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Kwa hiyo sisi wote tuko pale kwa ajili ya habari njema kwa watu wote. Ndio maana ya kauli mbiu. Kanisa langu, EAGT yetu, habari njema kwa wote. Na kwa kumalizia tu, je, katika kuisema sasa kuna namna fulani hivi unabidi? Ndio, kuna namna fulani. Hapa sasa labda ningekuwa nimesimama, lakini kwa kuwa nimekaa, lakini tuna utaratibu. Mnapokuwa mnaanza kabisa, ndio tunaanza. Mkono wako wa kulia lazima uwe hapa kifuani. Basi na sisi tufanye. Mnaweza mkafanya. Halafu mkono wa kushoto unakuwa umeshaenda huko mbali. Kwa hiyo unauleta hapa, unasema kanisa langu. Kwa hiyo inakuja kukutana hapa. Halafu mikono inaondoka kusema EAGT yetu. Kule angani huu unashuka, huu unasema habari njema kwa wote. Kwa hiyo unaona wanaikosea, wanaichakachua, lakini ndivyo inavyotakiwa. Kwa hiyo unaanza na mkono wa kulia ukiwa kwenye moyo hapo, kwa sababu ndio ni langu. Hii inatoka huko inakuja kanisa langu, inakutana hapa. Alafu kuanzia pale EAGT yetu. Huko angani mkono mmoja unashuka, mwingine anasema habari njema kwa watu wote. Ndivyo inavyotakiwa kufanyika. Kwa hiyo mimi hapo nimemaliza. Labda Samson na lingine la ziada. Hatuna ziada zaidi, tukimshukuru mchungaji Profesa ambaye kwa ushirikiano wako katika interview hii, katika mahojiano haya. Sasa tutoe nafasi kwako mchungaji, neno moja la mwisho la shukrani. Mimi kwa kweli napenda kuwashukuru vijana wa Sibuka TV na Lindi FM Radio. Mlinibariki sana pale Dodoma, na wale ambao walikuwa wamekaa studio hapa, tumeweza kurusha matangazo, uchaguzi watu waliuona mubashara. Mungu awabariki sana wanangu. Amina. Tumuombe Mungu atutie nguvu EAGT. Tuende ulimwengu kasi. Tuombeane, tutiane moyo, tuheshimiane, tupendane, tusaidiane, tujengane. Mpaka Yesu atakapokuja. Mungu ana mpango na kanisa hili wa kutisha. Mungu anatuonyesha kama indicator. Hatutaki kusema mengine. Mungu ana mpango na kanisa hili wa kutisha. Usije ukadanganyika ukasema nikimbie niende kule. Wewe kimbia tu, lakini Mungu ana mpango na kanisa hili, na wewe uko kwenye mpango wa kanisa hili. Tuinue mikono yetu, tumwambie Bwana tusaidie, atujalie kuitikia kwa kauli moja. Viongozi wakisema tuitike, tuwe tayari, ili Bwana shushe Roho wake Mtakatifu. Baba Mungu, Mungu wa wote wenye mwili mtakatifu mno, jina lako litukuzwe mno. Tumeuona mkono wako na uwepo wako toka asubuhi mahali hapa. Wewe ndiye Mungu mwenye makusudi mema na kizazi chetu na nchi yetu na watu wetu. Umetuita kuwa mstari wa mbele, tuwalete kwako wale wenye uteseka, wanaolia, wagonjwa, wasioona, watasa, wadhaifu, watu aina mbalimbali wanaolia. Nani awasaidie mfalme? Ni sisi. Tusaidie, tuponye, asiwepo anayelala na starehe, lakini kila mmoja wivu wako msumbue ndani yake. Pale ulipomweka aende kwa nguvu zako za Roho Mtakatifu, maana ulisema mtapokea nguvu akisha kwa ajili ya juu yenu Roho Mtakatifu, alafu mtakuwa shahidi wangu Yerusalemu, Yahudi, Samaria, hata mwisho wa nchi. Mungu tusaidie, tusamee tunapolegea na utuponye. Tunakataa kushindwa. Neema yako we juu ya kila mmoja, aende kwa nguvu zako mfalme. Roho Mtakatifu tuajitisha kwako. Umetupa viongozi, tusaidie kwenda nao, kushikamana na wengine ili tufikie mwisho ule mkuu kwa utukufu wako mkuu. Asante mno kwa mtumishi wako Askofu Matthew Monde kutoka Nairobi. Amefanya kazi, umemtumia, amekuwa radhi kwa wakati wote. Mbariki, bariki mzigo alionao, bariki kazi kule, lakini bariki kazi huku, maana umesema nenda ulimwenguni kote, hata huku ni kwake na pengine. Roho Mtakatifu
amsha nia kwa kila mmoja, ule wivu wa Roho Mtakatifu, wivu wako Yesu shuke, hata huyu alijisahau amke sasa, aliyekuwa amekaa amke sasa. Tujilie kwa nguvu zako kwa mara nyingine, tuone ukuu wako, matendo yako ya ajabu. Nchi yetu inatungoja kuwapelekea habari njema ya ufalme. Asiwepo anayepumzika, kila mmoja aende kwa moto wa Roho Mtakatifu. Kwa jina la Yesu, nguvu za dunia, mamlaka ya shetani tumeishusha chini ya miguu yetu, maana uliweka Yesu vitu vyote chini ya miguu yetu. Mamlaka za giza, pepo wachafu, magonjwa na kila aina ya nguvu ya kuzimu, uchawi, ushirikina na aina zote za vikwazo tumeziharibu, umeziweka chini ya miguu yetu. Mungu tujalie sasa, mwamshe huyu anayekaa, huyu anayefikiri amefika, na aone kwamba Mungu nalia, ukajitokeze machoni paka, aone machozi kwa ajili unaoteseka. Mbariki, wabariki, ibariki EGT. Tubariki sote, tushikamanishe pamoja, tufanye kwa mmoja, tuende moja kwa moja kuwafikia wale wenye mahitaji. Asante kwa ajili ya nchi yetu, ibariki, ponya watu wetu. Neema yako ifunike nchi hii, uponyaji, injili yenye uwezo, yenye kuponya, yenye kufufua wafu, yenye kutakasa wakoma, naam, viwete, vilema, wote wafunguliwe. Nguvu yako itawale nchi hii, wingu lako lietamie, magonjwa ende mbali, mikosi, lawama zote na laana ziende mbali ya taifa hili. Ukuu wako uzingire Tanzania, wingu lako liatamie. Wewe ndiye Mungu tawalaye juu ya falme. Tawala nchi yetu, tutawale, watawale viongozi, wajalie kutenda kama utakavyo. Bariki watu wako wanaporudi, utuleta salama. Kila mmoja arudi salama mahali pake ulikomweka, kote alikotoka waende salama. Ifanye safari kwa nyepesi ya baraka na utukufu wako. Walinde, waokoe na ajali na hatari zote za kiroho na kimwili. Waende kwa furaha wakikushukuru kwamba ulikuwa pamoja nasi, ulitukusanya pamoja kama mmoja. Mioyo yetu imejaa furaha na shangwe kubwa kwa kuwepo katikati yetu na kutendea mambo makuu. Jina lako litukuzwe Mfalme. Asante kwa sababu umesikia na tena umetenda na utenda kila moja, katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen. Amen. Tumpigie makofi Bwana Yesu. Kanisa langu, EGT, habari njema, habari njema. Kanisa langu, EGT, habari njema, habari njema, habari njema kwa watu wote. Habari njema kwa watu wote, habari njema, twamshukuru Mungu kwa viongozi wetu, kwa kuona mbali, twamshukuru kwa viongozi wetu, kwa kuona mbali, tunaiona,
miradi tunaiona, maendeleo tunayaona, Dr. Boni Mwakipesile, Askofu Mkuu Dr. J. Wawa, Makamu wa Askofu Dr. Elo Mwizarupi, Katibu Mkuu Dr. Kingoja, Mweka hazina Dr. Elo Denisi, Mshauri Profesa Binafwa, Mkuu wa Mema, kazi yenu lakini yapo mafanikio mengi ya kumshukuru Mungu na yangu jivunia, ukilinganisha na mwanzo ulivyokuwa mgumu tangu usajili wa 1991. EAGT imeendelea mikoa yote na wilaya zote. EAGT imeanza kuwa na miradi ya kitaifa. EAGT inapiga hatua zake ni nzuri sana, maendeleo yanafanyika na haya ndiyo mafanikio yake. Ofisi ya makao makuu, chuo kikuu cha Biblia, TV na radio, hakika ni habari njema. Assemblies of God.